Tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Jerome Robert. Kwanza ni habari za kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema kuwa katika mwaka 2024 pato halisi la taifa lilikuwa kwa wastani wa 5.5% ikilinganishwa na 5.1% mwaka 2023. Waziri Mkuu ametoa takwimu hizo leo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya ofisi yake kwa mwaka wa fedha 2025-26. Amesema ukuaji huo umetokana na kuongezeka kwa uzalishaji wa umeme, pia ni kutokana na uimarishaji wa huduma za jamii na kuongezeka kwa mikopo kwa sekta binafsi, ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji na kuimarika kwa sekta ya uchukuzi. Aidha, amesema sekta zilizokuwa na kiwango kikubwa cha ukuaji katika kipindi cha marejeo ni pamoja na shughuli za sanaa na burudani 17.1%, fedha na bima 16.3% na habari na mawasiliano 14.3%. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Safia Jongo amepiga marufuku vikundi vya ulinzi shirikishi kufanya majukumu ya polisi kwani ni kinyume cha sheria. Kamanda Jongo ametoa maagizo hayo katika semina ya polisi jamii kwa watendaji na wenyeviti wa mitaa, vijiji na kata chini ya mgodi wa dhahabu wa Geita GGML mjini Geita. Aidha, Kamanda Jongo amepiga marufuku watendaji wa kata na mitaa kuachana na uanzishaji holela wa mahabusu na kuwashikilia watuhumiwa wa uhalifu kwa zaidi ya masaa 24 bila ruksa ya jeshi la polisi. Amesema dhana ya polisi jamii na ulinzi shirikishi ni kuhakikisha ulinzi na usalama unaanzia kwa wananchi wenyewe, na ndio maana vimeundwa vikundi shirikishi kuanzia ngazi ya mtaa, kitongoji na kijiji hadi kata. Uongozi wa hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo wilaya ya Chato mkoani Geita umewashauri wafanyabiashara kuwekeza hoteli za kitalii ndani ya kisiwa hicho kuchochea ukuaji wa sekta ya utalii nchini. Mkuu wa hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo Dr. Imani Kikoti amesema serikali haiwezi kujitosheleza katika kukuza sekta ya utalii nchini pasipo kushirikiana na wadau wengine wa utalii wakiwemo wafanyabiashara. Amesema kutokana na upungufu wa miundombinu ya usafirishaji na nyumba za kulala watalii katika hifadhi hiyo, bado wanatoa fursa kwa wawekezaji binafsi kuwekeza katika uga huo ili kuchochea maendeleo. Tunawakaribisha wadau kuwekeza katika kutoa huduma za chakula, lakini vile vile tunawakaribisha wawekezaji katika kuwekeza kwenye makampuni ya kuleta wageni hifadhini na kuwatoa kuwekeza katika hizo shughuli nyingi ambazo nimesema, katika uwanda wa utalii wa kuangalia, kutembea, lakini vile vile uwekezaji wa kwenye hayo maziwa. Fursa ni nyingi, lakini vile vile tunazo fursa za kuwekeza katika kambi za umma za kufanya za mapumziko, kwa maana public campsites. Baadhi ya wafanyabiashara wilayani humo wamesema wapo tayari kuwekeza katika sekta hiyo na kuishauri serikali kuhakikisha inaendelea kushirikiana na kibiashara baina ya mataifa mbalimbali duniani. Na sasa ni habari za kimataifa. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imezitaka nchi wanachama kuanzisha utaratibu wa pamoja wa kuzuia mauaji ya kimbari na kuchukua hatua stahiki dhidi ya uhalifu kwa mujibu wa umoja huo kuhusu amani na usalama. Katibu mkuu wa EAC Veronica Nduva amesema katika taarifa yake kwamba EAC imeanzisha kituo cha tahadhari ya mapema katika makao makuu yake mjini Arusha nchini Tanzania na vituo vya kitaifa katika nchi kadhaa wanachama, ikiwa ni mipango ya kupanua wigo kwa wanachama wote. Amesema wakati kanda hiyo ikiadhimisha mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda, ni muhimu kutambua kwamba dalili za tahadhari ya mapema za mauaji ya halaiki zikiwemo matamshi ya chuki, uchochezi, ubaguzi wa kikabila, kupotosha habari na kudhalilisha utu
bado zipo katika baadhi ya maeneo ya kanda hii. Benki Kuu ya Kenya CBK jana imepunguza kiwango cha riba ya mikopo hadi 10% kutoka 10.75 ili kuongeza mikopo kwa sekta binafsi. Kamau Thag, gavana wa CBK ambaye aliongoza kikao cha kamati ya sera ya fedha MPC huko Nairobi, amesema kuwa kuna uwezekano wa kurahisisha zaidi msimamo wa sera ya fedha ili kuchochea ukopeshaji wa benki kwa sekta binafsi. Katika taarifa iliyotolewa Nairobi, Thug amesema wastani wa viwango vya mikopo umekuwa ukipungua polepole tangu Desemba 2024, lakini ukuaji wa mikopo ya sekta binafsi bado umeendelea kuwa chini. Gavana wa CBK ameongeza kuwa kamati ilikutana kutokana na kuongezeka kwa sintofahamu kwenye mtazamo wa kimataifa kuhusu ukuaji, mfumuko wa bei ambao unapungua lakini bado utadumu katika nchi zenye uchumi mkubwa. Na wanasayansi na viongozi wa sekta wamesema kuanzisha jukwaa la kuhamisha teknolojia na ubunifu kupitia ushirikiano wa China na Afrika ni muhimu kwa ajili ya kuboresha mifumo ya chakula ya Afrika. Wakiongea kando ya wiki ya sayansi ya kundi la ushauri kuhusu utafiti wa kilimo wa kimataifa CGIAR, washiriki wamesema kuwa matumizi ya teknolojia za uzalishaji wa mimea, udhibiti wa wadudu na umwagiliaji yatawezesha bara la Afrika kutatua msukosuko wa njaa unaolikabili kwa muda mrefu. Mkurugenzi msimamizi wa CGIAR Bi Ismahane Elioaf ametoa mwito wa kutumia teknolojia za akili unde AI, uhandisi wa jeni na nyenzo za nano kuongeza tija kwenye kilimo na mifugo katika bara la Afrika. Wazua. Msikilizaji, nyuma ya milima mirefu kuna mabonde yenye faraja. Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera na YouTube Kwizera TV. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari.